Sasa lengo kubwa la Wizara ya Afya, madhumuni ya kuwepo Wizara ya Afya pamoja na mambo mengine ni kuhakikisha kunatolewa huduma bora za afya ikiwemo kupitia miundombinu ya afya katika ngazi zote za utoaji wa huduma za afya. Lakini vile vile Wizara ya Afya ina jukumu la kuhakikisha kwamba dawa, vifaa tiba pamoja na vitendanishi vinapatikana kwa ajili ya kuhudumia wananchi. Wizara ya Afya kupitia idara zake inahakikisha nasimamia na kudhibiti ubora na usalama wa chakula, dawa, vipodozi, vifaa tiba pamoja na vitendanishi. Wizara ya Afya pia ina wajibu na jukumu la kuimarisha mifumo ya kidijitali taarifa za afya. Pamoja na mambo mengine, Wizara ya Afya vile vile inakusudia katika utoaji wake wa huduma kupunguza vifo vya mama wajawazito. Inataka vile vile kusudia kupunguza vifo vya watoto wachanga, lakini vile vile Wizara ya Afya majukumu yake ni pamoja na kuwa tayari katika kukabiliana na majanga ya milipuko. Sasa katika kipindi cha siku 100 ambazo Mheshimiwa Rais amekuweko madarakani, tuna mambo mbalimbali ambayo tumeyafanya. Lengo kuu ni kuhakikisha kwamba tunatoa huduma bora kwa wananchi za afya. Kwanza katika kipindi cha siku 100 tumeendelea na ujenzi pamoja na ukarabati wa hospitali yetu ya rufaa ya Mnazi Mmoja, ambapo kwa sasa hivi imezuia kutoa huduma kwa sababu kuna ujenzi tayari unaendelea, lakini itakapokamilika mnamo mwezi Septemba, tunakusudia mwezi Septemba mwaka 2027, hospitali ya rufaa ya Mnazi Mmoja ambayo ndio itakuwa hospitali yetu ya taifa kwa hapa Zanzibar itakuwa inatoa matibabu ya kibingwa ikiwemo matibabu ya maradhi ya moyo ambayo sasa hivi mpaka inafungwa ilikuwa hayapo, yani cath lab, lakini tutakuwa na masuala ya radiology kwa ujumla wake. Vile vile tunakusudia kuongeza vitanda 600 vilivyokuwepo sasa hivi, na itakapokuwa imekamilika tutakuwa na vitanda vya kuhudumia wagonjwa 800. Lakini hospitali ya Mnazi Mmoja inakwenda sambamba na ujenzi wa hospitali ya wazazi ya Mwembeladu ambapo inafanyiwa ukarabati mkubwa pamoja na mambo mengine. Vile vile tutakuwa na kitengo cha NICU, yani kuweka wale watoto ambao hawajatimia muda ambao sasa hivi pale hawapo. Kwa hiyo tunakwenda sambamba kwenye hili, na sasa hivi tayari mkataba wa ujenzi wa hospitali yetu ya Mnazi Mmoja tumeshatiliana nayo saini na mkandarasi China Xianxi International Economic and Technical Cooperation Company Limited, na tayari ujenzi umeanza. Lakini vile vile katika siku 100 lengo letu kuu katika kipindi hichi chote cha awamu ya pili ya Dr. Hussein Ali Mwinyi ni kujenga hospitali 4 za mikoa. Kama tunavyojua hivi tuna hospitali ya Lumumba, lakini tunakusudia katika mikoa yetu yote ya Zanzibar tunajenga hospitali. Katika kipindi hiki tayari tumeshatia saini mkataba wa ujenzi wa hospitali ya mkoa wa Kaskazini. Kwa sasa kuna jengo ambalo ni jengo la mama na mtoto pale hospitali ya katika eneo lile la Mahonda. Wenzetu tumeshirikiana na wenzetu wa serikali ya Oman kujenga jengo la litatoa huduma ya mtoto, na sasa hivi limekamilika 95%. Sasa jengo letu jipya ambalo tutalijenga ambalo litakuwa linafanana na hospitali hii ya Lumumba na kuzidi, kwa sababu kutakuwa kuna huduma nyingine, basi tumeshatiliana saini na mkandarasi na karibu ujenzi utaanza. Tunatarajia katika kipindi hiki cha miezi 18 basi tutakuwa tumekamilisha jengo letu la hospitali ya mkoa wa Kaskazini, na hatua nyingine zinaendelea kuanza kwa mobilization ya maeneo pamoja na kazi nyingine katika hospitali ya mkoa Kaskazini ambayo itajengwa ni Mwete, na mradi huu wa ujenzi tayari tumeshakuwa na makubaliano na hospitali serikali ya Abu Dhabi ambayo itakuwa inasimamia. Na vile vile mkoa wa Kusini, ujenzi wa hospitali ya mkoa kwa mkoa wa Kusini Pemba itajengwa katika eneo la Chake Chake katika wilaya ya Chake Chake.
na vile vile taratibu zinaendelea. Katika hatua nyingine, tunakusudia vile vile kuendelea kuboresha maabara maalum za afya zilizopo katika Binguni, eneo la Binguni kwa Unguja na Chake Chake kule Pemba. Na katika kipindi hichi cha siku 100, Wizara ya Afya imeanzisha maabara maalum ya uchunguzi wa maradhi ya mlipuko Binguni na Chake Chake, na wizara tayari tumeshafanikiwa kufunga mashine za ziada, yani biosafety cabinet level 3, ili kuziwezesha maabara hizo kuweza kugundua magonjwa mbalimbali na hatari ambayo yanatokea katika dunia, ikiwemo Ebola, kolera. Kwa hivyo sisi kama Zanzibar tutakuwa tuko tayari kwa ajili ya kupima magonjwa ya mlipuko kama haya. Lakini vile vile katika hatua nyingine, kwenda sambamba na hilo, katika kipindi hichi cha siku 100 tayari tuna taratibu za kukamilisha kuanzisha taasisi ya afya ya jamii, ambapo itajumuisha ujenzi wa maabara ya afya ya jamii yenye uwezo mkubwa kugundua magonjwa yote sasa ya mlipuko. Na maabara hiyo ambayo itakuwa yani taasisi, lakini ndani yake kutakuwa kuna maabara itajengwa katika eneo fulani. Tunakusudia katika mambo mengi, tunakusudia vile vile kuboresha uwezo wa udhibiti wa magonjwa ya mlipuko kama ambavyo nimeelezea. Lakini kwa sasa Wizara ya Afya imeanzisha utaratibu mpya wa kitaifa kwa ajili ya matibabu ya wagonjwa hatari ya mlipuko ikiwemo COVID. Lakini katika hospitali za kila wilaya humo, kila mmoja kwa sasa tuna vyumba maalum. Katika hospitali zetu za wilaya tuna vyumba maalum. Ukienda pale utakuta hizi ni wagonjwa wanasema isolated. Kwa hiyo ni wale ambao wana maradhi kama hayo ya mlipuko na vile vile yenye maambukizi. Kwa hiyo tumefanya utaratibu huu kuwekea vyumba maalum in case mtu atakuwa na maradhi kama hayo na maradhi mengine ambayo yanahitaji isolation, basi sasa hivi tayari katika hospitali zetu za wilaya hatua hii inaendelea. Tulikuwa tuna lengo kubwa la kujenga hospitali yetu ya kufundishia, itakuwa hospitali ya rufaa lakini na kufundishia katika eneo la Binguni, mkoa wa Kusini Unguja, ambapo sasa hivi kama tunavyojua tunashirikiana na wenzetu wa Korea katika utaratibu za kumpata mshauri elekezi zinaendelea. Within 100 days tayari tunakamilisha huo mchakato na tayari tumeshawasilisha mchakato huo kwa mshauri elekezi na tunasubiri majibu kutoka kwa wenzetu wa Korea. Katika kipindi cha siku 100 tumeimarisha hali ya upatikanaji wa dawa kwa kiasi kikubwa. Kwa upande wa vituo vya afya ngazi ya msingi, upatikanaji wa dawa umefikia 86%. Kama tunavyojua mwanzoni awali huko kulikuwa kuna changamoto. Unaweza kwenda hospitali ukamwona daktari akakuandikia dawa lakini inabidi wewe ukanunue. Kwa hiyo kwa kipindi hiki upatikanaji wa dawa hususan katika ngazi ya msingi ya utoaji wa huduma za afya umeimarika mpaka kwa 86%, na ilikuwa 86%, actually sasa hivi tumekwenda 90%. Ni ongezeko kubwa ukilinganisha na hali ilivyokuwa katika kipindi cha nyuma, ambapo ilikuwa upatikanaji wa dawa ni 70% kwa ngazi ya msingi na 90% kwa upande wa hospitali. Vile vile ndugu waandishi wa habari pamoja na wananchi, tulikuwa tumekusudia kuimarisha mfumo mama wa taarifa za afya kwa kujumuisha taarifa ya afya kutoka katika mifumo yote ya taarifa za afya iliyomo ndani ya Wizara ya Afya. Na hatua hii tumepiga hatua mbalimbali ya kuimarisha mifumo yetu ya taarifa za kiafya, na tayari sasa hivi mfumo wetu umeunganishwa kwamba utakapokwenda hospitali sasa hivi huna haja kuwa na buku. Kama tayari ulishakwenda hospitali unasajiliwa, kwa hivyo taarifa zako zote zinakuwa zipo kwenye hospitali zetu pamoja na mifumo katika wizara. Tuna mfumo wa rekodi za matibabu kwa elektroniki, tunaita ZAN EMR, mfumo wa jamii ni afya, mfumo wa kupata maoni ya wagonjwa. Vile vile tunapokea hizo taarifa kutoka kwa wananchi, ZAN afya maoni, lakini vile vile mfumo wa ukaguzi wa kazi, yani ZAN afya. Taratibu vile vile zinaendelea ili mifumo yote hii tunataka tuunganishe na kuwa kuna mfumo mmoja ambao ukiingia basi unakwenda katika eneo la kutoa maoni, katika eneo la matibabu, katika eneo lote ambalo tunataka. Kwa hivyo sisi tuko katika taratibu na tunatarajia sio muda mrefu mfumo utakuwa ni mfumo mmoja ambao utaweza tuka access na huduma zote zikakuwa. Tulikuwa na lengo kubwa katika kipindi hiki cha awamu ya pili, tulikuwa tuna lengo kubwa kuimarisha miundombinu pamoja na upatikanaji wa huduma bora za afya msingi, ikiwemo ujenzi na ukarabati wa vituo vya afya Zanzibar. Sasa kupitia mpango huo ukarabati wa vituo vya afya
tayari tumekamilisha ujenzi wa vituo vya afya 6 ikiwemo Kinduni, Tunguu, Sebleni, Jadida, Tumbatu na Magomeni Wanderers. Katika ujenzi wa vituo vya afya vile 13 tunaendelea na taratibu. Vituo hivyo ni pamoja na Kiuyu, Minungwini, Nungwi, Basra, kituo cha Raha Leo tunaendelea nacho, Chonga, Mtambile, Konde na maeneo mbalimbali. Kwa hiyo hizi taratibu zinaendelea na tunatarajia spidi yetu imeongezeka, lakini tunatarajia vituo hivi vitaendelea kukamilika, na kadiri vitakavyokuwa vinakamilika basi huduma zetu za afya zitaendelea kutolewa katika vituo hivi. Ndugu waandishi wa habari, tulikuwa na kusudio kubwa la kuendeleza na ujenzi wa hospitali maalum ambayo itakayokuwa inatoa huduma za magonjwa ya akili kisiwani Pemba. Hospitali yetu hii ambapo tayari tulishaifungua within 100 days. Hospitali yetu hii ambayo ipo Pandani hapa Unguja, tuna hospitali ya Mwembeladu, kwa hivyo tumejenga hospitali mpya na tulifungua kule Pandani na tayari imeshaanza kufanya kazi kwa ajili ya kutoa huduma. Tumeshirikiana na Auckland University ya Norway na tayari huduma kwa wananchi zimeendelea kutolewa. Tulikuwa na lengo kubwa kuongeza wigo wa usajili wa wanufaika wa mfuko wa huduma za afya. Kama tunavyojua, Zanzibar tumeanzisha mfuko wa huduma ya afya ZHSF, ambapo pamoja na mambo mengine mfuko ule unatafuta vyanzo mbalimbali kwa ajili ya kutoa huduma bora na matibabu kwa wananchi wa Zanzibar. Mfuko katika kipindi cha siku 100 hadi kufikia tarehe 8 Februari tumeongeza wigo wa kusajili wanachama wapya 10,069. Kwa hivyo kwa sasa ongezeko hilo within 100 days limepelekea wanachama wote wa mfuko hadi sasa kuwa 999,111, ambayo hii ni sawa na 49% wa Wazanzibari wote, na tunakusudia kila Mzanzibari atakuwa ni mwanachama katika mfuko wetu. Ndugu waandishi wa habari, katika kuhakikisha kwamba tunatoa huduma bora za afya, serikali imeendeleza mashirikiano na taasisi binafsi, mashirika. Tunajua kwamba tunashirikiana na kampuni ya Seifi kwa ajili ya kutoa huduma, kusimamia utoaji wa huduma katika hospitali zetu za wilaya, na tunaendelea na mashirikiano na kampuni ya NSK ambayo inasimamia hospitali ya mkoa kwa hapa Unguja, Lumumba, na vile vile hospitali ya Abdallah Mzee kwa sasa ambayo ndio inakuwa hospitali ya mkoa wa kule Pemba. Lakini vile vile tuna kampuni ya Zan Medics ambayo inatoa huduma za maabara katika hospitali ya mkoa ya Lumumba pamoja na huduma ya afya kazini, occupational health. Kwa hiyo Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar kupitia Wizara ya Afya itaendelea kushirikiana na taasisi binafsi katika kuhakikisha kwamba huduma bora za afya zinatolewa kwa wananchi. Lakini vile vile tulikuwa tumekusudia kuongeza utoaji wa huduma ya afya ngazi ya jamii kwa kuwatumia wataalamu wa afya katika ngazi ya jamii, community health workers, kwa lengo la kuwafikia wananchi wote wenye uhitaji. Kwenye hili tumeendelea katika kuwapata vijana ambao watakuwa wanatoa hizi huduma za afya za awali ambapo wako katika ngazi ya jamii. Tumekusudia kulenga kuwajengea uwezo wa kitaalamu na ufanisi katika utoaji wa huduma hizo. Kwa sasa wahudumu 446 ambao 300 wako Unguja na 146 wako Pemba. Hawa tunaendelea kuwapa mafunzo na kufikia sasa mafunzo ambayo tayari tumeshayatoa kwa community health workers kufikia 2,742. Kuna wahudumu 1,242 ambapo Unguja 903 na Pemba 339 tayari tumeshawapatia vifaa muhimu ikiwemo tochi, mashine za kupimia shinikizo la damu, mashine ya kupimia maradhi ya kisukari, pamoja kipimo cha haraka cha uchunguzi wa malaria, pamoja na tablets. Ili tunataka kuhakikisha kwamba huduma zetu za afya katika ngazi ya dispensary na ya msingi inakuwa bora kwa kuwabaini wale ambao watakuwa na viashiria vyovyote, hususan mama wajawazito katika ngazi ya jamii. Kwa hivyo community health workers wetu ambao sasa hivi wanakaribia 3,000 wanakuwa wanapita katika kila maeneo na kupata taarifa za afya pamoja na taarifa nyinginezo kwa wananchi ambao tunao katika jamii.
lakini tumekusudia kuongeza idadi ya wataalamu wa afya wabobezi katika kada yenye upungufu wa wataalamu. Sasa katika kipindi hiki tulikuwa tuna madaktari bingwa 126, lakini sasa tumeongeza katika Bina Hari Days tumefikia tunakusudia, lengo letu ni kufikia 136. Kwa hiyo kwa sasa katika kipindi hiki tumewapeleka madaktari 56 masomoni kwa ajili ya kupata taaluma za kibingwa katika maeneo mbalimbali. Vile vile kutoka madaktari bingwa bobezi mwaka 2024-2025 tulikuwa wako watatu, lakini tunakusudia kuwepo katika kipindi hiki cha mwaka 25-26 tuwe na daktari bobezi 4, na kwa sasa ikiwemo daktari bingwa bobezi wa moyo wawili, daktari bingwa bobezi radiology wa wanawake, daktari bingwa bobezi wa figo na upandikizaji figo. Kwa hivyo vile vile tunakusudia kuwajengea uwezo na wataalamu wengine wapo masomoni. Tunakusudia katika mambo yote hayo ya kuhakikisha kwamba huduma bora za afya zinaendelea, tumekusudia kuanzisha na kutekeleza mpango wa lishe ambao utazingatia utoaji wa elimu ya lishe kwa jamii na mipango ya chakula kwa wanafunzi wa skuli za maandalizi na msingi. Tunashirikiana na ofisi ya makamu wa pili wa rais katika kutekeleza mpango mkakati wa lishe wa kisekta ambao ulizinduliwa mwaka 2025 mwezi wa Januari. Na katika kutekeleza mpango huo tayari sisi kama Wizara ya Afya tunashirikiana na Wizara ya Elimu kuongeza idadi ya skuli ambazo zinapata huduma za chakula kwa wanafunzi wa maandalizi na msingi kutoka skuli 50 zilizokuwa mwaka 2024 hadi 55 mwaka 2025, na hivi tunaendelea kutoa huduma hii kwa ajili ya kupata hizo chakula. Tunajua kwamba ukuaji wa mtoto ndio, yani ukianza ngazi ya chini kwa mtoto unapokuwa ndipo unakuwa unapata mwananchi mwenye afya bora. Kwa hivyo tunataka kuimarisha lishe katika ngazi ya chini, halafu tupate jamii ambayo itakuwa ina afya bora. Tunakusudia kuimarisha uwiano kati ya daktari na wagonjwa kutoka daktari mmoja kwa wagonjwa 6272 hadi daktari mmoja kwa wagonjwa 3100 kwa mwaka. Wizara imeendelea kuimarisha uwiano huo kutoka daktari mmoja 6272 mpaka kufikia 3100 ambapo mpaka tunafika Februari 2026 uwiano wa daktari mmoja kwa wagonjwa 2963. Yaani sisi hata ile lengo letu tayari tulishafikia. Kwa sasa kila daktari mmoja anawaona ama anatibu wagonjwa 2363 against vile lengo la kutibu wagonjwa 3000. Tunakusudia kupunguza vifo vya mama wakati wa kujifungua hadi vifo 123 kila laki moja kwa mwaka. Tunaendelea kutekeleza mpango huo wa kupunguza hivyo vifo. Kwanza, kama tulivyosema, tunajenga uwezo wa wataalamu, lakini tunajenga uwezo kwa vituo vyetu vya afya vinavyotoa huduma wa vifaa tiba mbali. Huduma hizi zinaendelea kupatikana. Kutokana na hayo tumesaidia kazi 100,000 kutoka vifo ambavyo tulikuwa navyo mwaka 2024, vifo 123 kutoka katika kila mama wajawazito 100,000. Tunakusudia tutakapofika 30 basi hadi vifo 12 kwa kila mama wajawazito na dunia. Kwa hiyo sisi tunataka tufike huko, na kwa juhudi hii zifanya za makusudi kuhakikisha kwamba tunawekeza na damu, basi tunaamini itakapofika mwaka 2030 basi lengo hili ya vifo vya watoto wanaofariki kabla na baada haya kwa mwaka. Na jambo hili pamoja na mengi mengine hatua kwa sasa tumefikia vifo 28. Tulikusudia vifo 34, lakini sasa tumefikia vifo 28
hadi mwaka 2025 kwa kila watoto hai hai 1000 wanaozaliwa. Tunakusudia vile vile kuanzisha kituo cha kudhibiti na kusimamia matukio ya sumu katika maeneo ya chakula, kemikali hatarishi na sumu asilia, ambapo wakala wa maabara na mkemia mkuu tayari tumeandaa manunuzi ya vifaa pamoja na mashine za kuchunguza uwepo wa sumu, ikiwemo sumu za kawaida katika vile wa maabara mkemia mkuu wa serikali ipo katika hatua ya kuandaa sheria mpya, kanuni na miongozo ya kusimamia na kudhibiti matukio ya sumu katika maeneo ya chakula, kemikali hatarishi pamoja na sumu. Kwa hiyo pamoja mambo mengi mengine, vile vile tumekusudia kuimarisha upatikanaji wa chanjo na huduma za kinga kwa watoto ili kuhakikisha wanakuwa wakiwa na afya. Kwenye hili, wizara imeendelea kuimarisha upatikanaji wa chanjo na huduma za afya ya mama na mtoto kwa kuhakikisha upatikanaji wa chanjo muhimu BCG, OPV, Penta, BCG, Rota-MR katika ikishi ya afya ya uzazi na mtoto kupitia mpango wa taifa wa chanjo ina jukumu la kusimamia utoaji wa huduma za chanjo Unguja na Pemba. Katika kipindi cha mwaka 2025, kiwango cha chanjo kwa watoto walio chini ya umri wa miaka 5 kimefikia 89% dhidi ya malengo yaliyowekwa. Aidha, chanjo ya saratani ya mlango wa kizazi kwa wasichana wa miaka 9 hadi 14 tayari imefikia 90% ya malengo yaliyowekwa. Kiwango hiki kimefikiwa kutokana na uwepo wa mashirikiano ya karibu kati ya Wizara ya Afya pamoja na wizara. Ndugu waandishi wa habari pamoja na wananchi, kwa muhtasari, hayo ndio mafanikio yetu ambayo tumepata katika kipindi cha siku 100 kupitia Wizara ya Afya tokea Dr. Hussein Ali Mwinyi kushika madaraka kuwa rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Novemba mwaka 2025. Sasa nashukuru sana, asante sana. Asante sana Mheshimiwa Kaimu Waziri wa Afya Dr. Saada Mzee kwa wasilisho hilo. Mafanikio hayo yalipatikana ndani ya siku 100. Asante sana wewe mwenyewe binafsi pamoja na uongozi mzima wa Wizara ya Afya kwa mafanikio hayo iliyotekelezwa. Nimeambiwa kwamba Tumbatu FM Radio nayo pia ipo live, kwa hiyo wanasikilizeni wananchi papa wa Tumbatu. Kwa hiyo hongereni sana, na vile vile hongera Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Dr. Hussein Ali Mwinyi kwa mafanikio haya ndani ya sekta hii ya afya. Sasa wakati ni wenu waandishi wa habari kuweza kupata ufafanuzi. Uongozi mzima wa Wizara ya Afya uko hapa mbele yenu. Kwa hiyo kile ambacho tunawakilisha wananchi, kile ambacho kinataka ufafanuzi, wako tayari kuweza kujibu maswali yenu. Karibuni sana waandishi wa habari. Asante sana Jesse. Asante. Mimi naitwa Yahya Saleh Furaha, nawakilisha Fire Base FM. Mheshimiwa Waziri, na mimi naungana na wengine kushukuru wewe, lakini hali kadhalika na watendaji wako wote wa wizara hii. Mwenzangu hapa amesikiliza kuongea mfuko huu wa bima afya. Tumeona kuna watu wengi sana wanaungana
na kulalamikia kwao juu ya swala kwa matibabu kunachagua. Wengine wanakwambia matibabu haya upati labda kitu kama hivi, labda Mheshimiwa Waziri unatoa shaka hivi. Lakini kwa upande mwingine mahospitali yanajengwa. Sasa hivi tunaona tunampa rais kongole sana sana sana, lakini tukitazama sasa hivi labda tuna mahitaji ya madaktari wangapi? Kwa sababu uwezo wa hospitali swala moja, lakini madaktari nalo swala la pili. Sababu ukienda hata kwa upande wa Chunguni pale hospitali nzima unakuta madaktari wanne, na hiyo ndio ilikuwa tatizo ndani ya jamii. Hata ukienda Lumumba kiukweli ukitaka ugonjwa wa ngoma uingie kucheza. Juzi kuna mtoto wangu mimi nilipeleka pale wa ndugu yangu tangu saa moja apata matibabu saa 12 ya jioni. Je, kuna mahitaji ya madaktari wangapi? Kwa sababu hapa panaonekana pana kilio, hospitali hapo lakini madaktari bado. Lakini vile vile kwa upande wa miradi ya COVID, miradi ya COVID kwa afya labda kwa kiasi gani imeleta mafanikio juu ya swala la afya upande wa Kiswahili imecheza nayo. Asante sana. Haya basi, kama nitambulishe. Asante. Jina langu ni Abbas Safi kutoka Zanzibar Television. Mheshimiwa Jimmy kupongeza kwa kuhudhuria kwa Mheshimiwa Rais kwa jitihada zake kubwa ambazo anazifanya. Swali langu ni ongeze ile ambayo pia wenzangu hakuna hata ameongeza. Ni wazi hapa kwenye taarifa yake inaonyesha kwamba kuna uhaba wa watumishi. Kwa mpango wa serikali sasa tayari wako masomoni kwa maana wanatayarishwa. Kwa mimi kuna mpango gani wa dharura wa kuweza kuziba hili jengo sasa na hawa wagombezi, kwa sababu hivi tunazungumza malalamiko haya kama tunazungumza kuna haja kijeji kwa kuna zuri dawa zipo, lakini hapa madaktari kwa changamoto kubwa. Kwa hiyo wanafahamu kwa mpango wa dharura. Lakini swali la pili, wiki kama 2-3 wenzetu Tanzania bara kucheza ya afya walideclare kuwepo kwa mafua ya influenza, uviko pamoja na homa ya nguruwe, lakini sijasikia au sijaona zile indikari mpango kwa huko Zanzibar, kwa sababu kwanza tunajua kuna mvutano mkubwa sana wa wenzetu kutoka Tanzania bara kutokana pia toka baina ya pande zote mbili. Sasa sijafahamu wimbi hili kwetu sisi tuanze salama, pengine ungekuhakikisha hivi Mheshimiwa Waziri, au pia tuchukue hizi indikari wenyewe binafsi tunapokwenda huko Tanzania bara au wenzetu tunapokuja hapa. Asante. Asante. Hii ndo awamu ya kwanza. Thank you. Asante. Nawashukuru ndugu waandishi wa habari ambao mmeuliza maswali. Najua mnauliza maswali kwa niaba ya wananchi ambao wanatuona na wanatuangalia. Tunashukuru kwanza ndugu yangu tuna hospitali tayari moja. Halafu hospitali yetu ya mkoani kwa Pemba tutaendelea kuboresha. Hiyo ndio hospitali ya rufaa, lakini tuna hospitali ya mkoa wa Kaskazini Unguja, mkoa wa Kusini pamoja na na mkoa wa Kusini na Kaskazini kule Pemba. Kama ambavyo kama tuta maintain hospitali ya Abdalla Mzee, basi tutakuwa na hospitali 3 au tutaendelea kuwa itakuwa district. Kwa hiyo tutajenga hospitali kwa wastani kulia standard ambayo tumejenga katika hospitali ya Lumumba. Tuna wastani wa shilingi bilioni 32, baina bilioni 30 hadi 32, kwa sababu inategemea. Kwa mfano hospitali ya Kaskazini tumepanua kidogo huduma ambazo zitatolewa. Tulichukua standard kama ya Lumumba